na ni kusema kweli anasema kama vile alikuwa amesahau fulani hivi. Yaani yeye alivyoiacha maelezo yake jana. Baada ya kutokea kwa wasiwasi katika mtaa wa BP uliopo katika kata ya Temi jijini Arusha kutokana na kuwepo kwa gari ambalo inaelezwa kwamba lilitelekezwa katika eneo hili kwa siku 8, hatimaye mmiliki halali wa gari hiyo alifika katika eneo hili akiwa amebeba kadi halisi ya gari husika na kuichukua gari hiyo, huku akisema kwamba aliegesha gari hii baada ya kuwa amelewa na kushindwa kuendesha gari hiyo, ndipo ambapo akaamua kuegesha katika eneo hili. Mimi naitwa Abdalla. Kilichotokea kwenye ile gari, maana gari wakati imekuja ikapaki hapa hatukujua, ikawa imetolewa taarifa na nini. Baada ya hapo mlivyokuja kutoa ile taarifa ya kwamba hii gari imetelekezwa hapa, nadhani yule mtu akaja akaiona kwenye mtandao. Basi jana alikuja mtu akiwa na kadi na funguo. Akasema hii gari ya kwangu, ila nilikuwa nimepiga vitu. Unaona? Sasa nilikuwa nimepiga vitu, kwa hiyo nikawa nimeiacha hapa, nikaondoka na jamaa wangu, tukawa tumeondoka. Kwa hiyo nilipofika nyumbani nikawa nimepata safari, nikaondoka. Unaona? Akasema hata kuna vitu vingine vilikuwa vya kupeleka nyumbani akawa ameviacha hapo, vilikuwa vijaenda nyumbani mpaka jana. Jana alikuwa akiwa amechangamka jana, lakini sio kwamba kama alikuwa amelewa kivile. Ila jana alikuwa yuko sawa. Yeye alivyosema kwamba yeye amekuja tu kuifuata gari yake alivyoiona kwenye mtandao. Lakini sio kwamba alikuwa ana hofu kwamba hawezi kupewa gari yake. Alisema kwamba yeye amekuja tu kufuata gari yake kama alivyokuwa ameiacha. Na ni kusema kweli anasema kama vile alikuwa amesahau fulani hivi. Yaani yeye alivyoiacha maelezo yake jana, hakusema kwamba alisahau alikokuwa ameiacha. Alisema alipata dharura ya safari. Baada alivyoiacha hapa akiwa amelewa, alipofika nyumbani kesho yake akapata dharura ya safari akasafiri. Kwa hiyo ndo alivyorudi Wito wako ni nini sasa? Watu wasipige vyombo kiasi hicho bana. Waache bana, sio vizuri. Sababu sasa unaweza ukahatarisha maisha yako pia. Na unaweza ukasababisha vitu ambavyo havifai. Piga vyombo lakini piga kistaarabu, ubakize akili ya kupeleka vyombo nyumbani na nini. Naitwa Jackson. Kilichotokea ni kwamba tuseme mitandao imesaidia. Kwa sababu jamaa isingekuwa zile taarifa za juzi, asingekuja kufuata gari yake. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe anasema ni baada ya taarifa kusambaa sana. Baada ya taarifa kusambaa sana ndo akaona mitandaoni ndo akaifuata gari. Na taarifa zake ndio hivyo, anasema bana hiyo siku yeye alikuwa amelamba kidogo. So kidogo yani alikuwa amelamba sana kwamba hawezi kuendesha tena, akaipaki. Kaenda kachukua usafiri mwingine kaenda nyumbani. Alikuwa na hofu ndio maana paka akaja na vielelezo vyote, kabeba kadi ya gari original. Ndio maana yani alikuwa na hofu ndio maana akaja na kadi. Kwa hiyo alikuwa anajua labda kwa sababu taarifa zimeshasambaa, imeshafika polisi, imeshasambaa mitandaoni, wanaweza wakanizuia labda usichukue paka uende polisi. Kwa hiyo alivyokuja na vielelezo vyote, akachukua gari, akasema aenda kuripoti polisi kwamba ameshaichukua gari yake, akaishia. Majina naitwa Daniel. Gari ilikaa hapa siku ya 8. Ndo mwenye gari alipatikana jana majira ya saa 10:15. Alifika hapa akiwa na mwenzake. Alipofika akajieleza kwamba bwana, mimi ndo niliacha gari hapa. Ilikuwa Tungi. Kwa hiyo na kanuni ya Tungi, kishakuwa Tungi alihofia kupata ajali barabarani, akaona kwamba gari aache sehemu salama. Kwake anadai ni sehemu salama. Kwa hiyo akawa ameiacha hapa, akaondoka akaenda nyumbani. Kufika nyumbani akadai amepata nini? Amepata dharura, akawa amesafiri. Kwa hiyo kwenye kurudi ndo akakutana na habari miradi Ayo TV ikidai kwamba gari imefanyaje, imetelekezwa. Kwa hiyo akaja, alikuja na kadi ya gari. Na sisi hatukuwa na mashaka naye wala hatuna kibali cha kumhoji zaidi wakati tumeshafikisha ngazi husika. Kwa hiyo alipofika
alitumia remote kufungua gari yake na ufungua akawa nao. Akafungua kaenda sheli akatafuta mafuta. Kaweka mafuta kwenye gari, akawasha gari yake akaondoka. Lakini alikuja akiwa na hofu pia. Kwanza tulimzuia kwamba asichukue gari angali tumeshairipoti. Kwenye hilo akawa ametuambia kwamba bwana, mimi ndo mhusika wa gari na vielezo vyangu hivi hapa. Na anaonekana ni mshikaji wa tungi, kwa hiyo tukaona kwamba ni sawa. Aliacha kwenye mazingira ambayo anaonekana labda alihofia ajali, lakini sasa tukawa na hofu ya siku zote hizo, siku 8 unajua. Na chombo cha moto ukiacha mahali kama hapa. Hivyo tu. Alikuja akiwa